Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na sahaba zake na ahli zake na wote watakaoshika mwenendo wake mpaka siku ya malipo. Naomba nimrekebishe kidogo MC, mada ya elimu hatoizungumza Uktishaji. Uktishaji atazungumzia mada ya ndoa, na mada hii ya elimu itaizungumza mimi Ukti Fatuma Mdidi. Mada yetu ya leo nitakaizungumza katika hadhara hii muhimu kubwa na tukufu ni umuhimu wa kutafuta elimu kwa mwanamke wa Kiislamu. Kwanza kabisa inabidi tufahamu tunapozungumzia elimu maana yake nini. Elimu kilugha ni kujitoa katika ujinga. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa mwanachuoni au mwenye kufundisha au msikilizaji au mwenye kuwapenda wanachuoni, na usiwe katika kundi la tano, utaangamia. Hadithi hii inaonyesha umuhimu mkubwa ambao anatakiwa mwanadamu kujitoa katika ujinga na kujielimisha. Wewe kama Muislamu, wewe kama mwanamke wa Kiislamu, unatakiwa ujiingize kwenye moja kati ya makundi manne na usiwe katika kundi la tano. Ima ufanye juhudi kubwa mpaka uwe mwanachuoni. Ukishindwa, basi kuwa mwenye kujifundisha, yaani mwenye kuhudhuria katika vikao vya elimu, mwenye kukaa darasani kujifundisha. Ukishindwa, basi kuwa msikilizaji. Kama hivi umetoka nyumbani umekuja hapa kusikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, au mwenye kuwapenda wanachuoni. Umeshindwa kuwa wewe mwanachuoni, umeshindwa kuwa mwenye kujifundisha, umeshindwa kuwa msikilizaji, basi kuwa mwenye kuwapenda wanachuoni na usiwe katika kundi la tano. Maana yake sio wa kwanza wala wa pili wala wa tatu wala wa nne, wewe utakuwa umeangamia. Kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, elimu ni ujuzi. Ni ujuzi unaoambatanishwa na matendo, ujuzi unaoambatanishwa na utendaji. Hii maana yake ni nini? Ili tuseme kwamba wewe una elimu, basi kile ulichokisoma, kile ulichojinasibisha kwamba unacho, tukione katika utendaji katika maisha yako ya kila siku. Tuweze kukutofautisha wewe na yule ambaye hajasoma, tuweze kukutofautisha wewe na yule ambaye hana elimu. Matendo yako yawe bora baada ya kuwa umeelimika kuliko yalivyokuwa kabla haujaelimika. Katika mafundisho ya Uislamu, elimu ni sunna iliyotaharika. Elimu ni katika amali iliyokuwa njema inayompendeza sana Allah subhanahu wa ta'ala. Elimu ni ibada kubwa na iliyo bora kabisa. Elimu ni jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba mwanamke wa Kiislamu unapojishughulisha katika harakati, katika safari za kuingia darasani kutafuta elimu, maana yake wewe unafanya jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hukumu za kutafuta elimu. Kutafuta elimu ya ibada ni faradhi ain, ni jambo la lazima linalomwajibikia kila mmoja wetu. Kila mmoja wetu yeye mwenyewe anapaswa kutafuta elimu yote inayohusu matendo mbalimbali ya kiibada. Kila mmoja anapaswa
kuwajibika kutafuta elimu itakayomsaidia katika kutekeleza amali mbalimbali alizoziamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na alizofundisha mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Elimu juu ya swala, elimu juu ya funga, elimu juu ya hija, elimu juu ya zaka, elimu juu ya stara, elimu juu ya ndoa na talaka, zote hizo ni katika faradhi aini. Ni elimu ambayo kila Muislamu anatakiwa azijue, kwa sababu ni mambo ambayo anatakiwa kuyafanya na ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama huna elimu ya swala, utakuwa unafanya mazoezi ya kuinama na kuinuka na utakuwa uswali, kwa sababu swala ina sharti zake, lazima uzijue. Swala ina nguzo zake, lazima uzijue. Swala inatakiwa iwe na khushui, hiyo khushui ujue maana yake haswa ni nini. Kama huna elimu juu ya swala, utakuwa unaswali na baada ya kukamilika kwa swala yako, malaika aliyewakilishwa kuitazama swala hiyo anaikusanya na kutupia usoni, kwa sababu ni upuuzi tupu, kwa sababu haijafuata sharti, haijafuata nguzo, haijawa na ushui, wala haijafuata taratibu zote ambazo Allah na mtume wake wamezielekeza katika kutekeleza ibada hiyo. Huwezi kufunga kama huna elimu juu ya funga, ukajua miiko ya funga, ukajua masharti ya funga, ukajua yanayobatilisha funga. Unaweza ukajikuta unaishia kushindana njaa na kiu, lakini funga yenyewe haipo. Huwezi kwenda hija kama huna elimu juu ya haji. Utakwenda hija, utaishia kuwa umekwenda kufanya picnic ya kuona mji wa Maka na mji wa Madina, lakini yale ya muhimu na ya msingi ya kuikamilisha ibada